Bwana Yesu Kristo asifiwe. Habari za uzima. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Mungu Baba muumba wa mbingu na nchi. Mimi ndiye ambaye nimesimama mbele yako. Leo tunakuja kumalizia ule ujumbe ambao nilikueleza siku zilizopita katika video clip zilizopita. Nikakwambia kuna habari ya uovu na uasi unaotoka kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Tulisoma mstari wa kwanza tukaenda mpaka mstari wa 4A na tulishia pale pale A kwa sababu ya ile iliyojinua kama roho ya kuwadhibiti wana wa Mungu wasiweze kuingia kwenye ule mfumo Mungu aliyokuwa anautaka. Ile roho ya uasi ilitengeneza kitu kinachoitwa Belia. Sasa leo tutazungumzia moja ya department, moja ya vitengo muhimu ambavyo viko katika hilo daraja la kuzuia wana wa Mungu wasivuke kutoka kwenye mfumo unaomiliki wa kidunia kuja kwenye mfumo wa Mungu. Hiyo department inajulikana kwa jina moja la Baphomet. Kwa lugha ya Kiswahili fasaha siwezi kuidadafua nikaeleza kwa Kiswahili fasaha kwa sababu Kiswahili fasaha kina mambo mengi. Ila ninakuomba Bwana wa Mungu kwa upendo wa Yesu Kristo na ufahamu ambao Mungu amekupa, kwa sababu sisi wote tuliozaliwa kwa roho, sisi ni wana wa Mungu. Na neno linavyosema kwenye kitabu cha Warumi 8:28 kwamba Mungu anafanya kazi na wale wote wampendao. Na ukirudi nyuma zaidi, neno la Mungu linasema kwamba wale walioitwa kwa jina la Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna issue tena ya kuitwa na kuna issue ya kuchaguliwa. So wengi wameitwa lakini ni wachache waliochaguliwa. Kama umepata neema ya kuangalia hii video clip, wewe katika wale waliochaguliwa umo, unless otherwise ushindwe kufuatisha maelekezo muhimu ambayo Roho Mtakatifu anaenda kukupatia asubuhi ya leo na mchana huu wa leo. Ninasema kitu kimoja. Baphomet, kitengo cha Baphomet ndio ninachotaka nikivunje sasa hivi. Kiwe wazi, kibaki uchi. Maana nimeshajaribu like 2 times kutaka kudili na hii spirit of Baphomet, lakini kuna namna fulani nikawa nashindwa kupanda ule mlima, kwa sababu hivi ni maviumbe ambao Mungu alikuwa ameshatengeneza. Anavyosema kwamba Mungu kwenye kile kitabu cha Genesis kwenye mwanzo pale anasema kila alichokuwa na kiumba alikiumba kwa namna yake. Kwa hiyo hii mifumo ilipokuja kumpinga Mungu kuanzia kwenye kitabu cha Genesis chapter 3 Mwanzo 3, ilipokuja kumpinga Mungu na kuhakikisha kwamba kunatokea beli ya mawasiliano kati ya baadhi ya viumbe ambavyo vingine vilikuwa superior in spirit na viumbe vingine vilikuwa vidhaifu, lakini kwa namna yake Mungu alikuwa anapendezwa na jinsi vilivyoumba. Mfano, huwezi kufananisha uumbaji wa malaika ukafananisha na uumbaji wa mwanadamu ambaye yuko katika zile key factors nilizokuambia 3. Ili uweze kuwa mwanadamu kamilike, to be a perfect human being, you need a soul, spirit and body, and you are controlled by the will. You can if I can take you back to the last video clip we did. So leo tu hapa kumpaswa Baphomet. I don't want to waste more time or to go around the bush. I don't want to go around the bush. What I want is to go straight forward to the key subject ili uweze kuelewa ni nini ninachomaanisha. Baphomet ni mfumo ambao unapinga kila aina ya order ambao Mungu aliyoifanya kwa viumbe vyake, especially hapa duniani. And the more specific work or obligations and responsibilities ya hii Baphomet spirit, lengo yake kubwa ni kuharibu ile order yote. This is the reason why Mungu akisema tokee mwanaume, wao wanasema tokee kiumbe kingine, yani litokee lishoga. Sasa tutaenda kwenye key factors. Number 1, key factors. Katika ile Revelation chapter 12 verse 4a, walianzisha mfumo, wakaanzisha pamoja na taasisi mbalimbali za kupinga kazi ya Mungu. Mungu alipokuwa ametengeneza taasisi ya watu wamjue yeye, mawasiliano yake wayapate kiroho, walitengeneza mifumo ambayo humo ndani yake iliajiri watu waliokuwa na vipawa vya kimungu ili waweze kuifanya kazi ya Baphomet kwa kivuli cha kupitia vipawa vya kimungu. Unakuta mtu ni mtumishi wa Mungu, alivyokuwa ameitwa kwenye utumishi au alivyozaliwa kutoka kwenye ulimwengu aliokuja kutoka huko mbinguni, sawa, alikuja kama mwana wa Mungu, lakini hapa katikati kwenye process anajikuta automatically amefeli. Amefeli nini? Moja ya vitu ambavyo wanavyovifanya wana kwenye hicho kitengo wana wakalas, wana vitu vinavyoitwa wakala, agents. Ule wakala unaofanya ni pamoja na nguvu ya uchumi na utawala dunia. Walitengeneza kitu kinachoitwa agents mbalimbali katika mfumo wa hapa duniani wa kutengeneza zile classics
yani kutengeneza madaraja between have and have not. Hapo ndio akaanza kutengeneza madaraja mbalimbali ya kuwatenganisha watu na Mungu wao. This is the reason why unakuta mtu anavyo vipawa vikubwa, anayo neema kubwa, anajua kila kitu, ana uwezo mkubwa wa kiungu ndani yake, lakini unakuta anapingwa na watu ambao wako kwenye system waliotakana wamsupport ili aweze kurescue ile kazi ya Mungu. Mfano, wewe ni mtumishi wa Mungu kwa madhabahuni, unafahamu kabisa kuna mtu fulani ana uwezo mkubwa kuliko wewe. Instead of empowering that person, unamdidimiza au unamwambia attach na wewe ile nguvu ulionayo na neema ulionayo, though you understand kwamba uko below the standard and requirements ya kiungu, lakini unasema ambatana na wewe. Ujue hapo unatumikishwa kukamilisha ule mfumo ambao kwenye Revelation Ufunuo 12 mstari wa 4a unakuja kuwa kama beria. Ndio hizi beria zote unazoziona kwenye masuala ya uchumi, beria zote hizo beria zote kwenye masuala ya uchumi wamehakikisha wanafanya hivyo ili mtu mmoja chelewe kuijua njia halisi ya kuendea ufalme wa Mungu Baba, aweze kuwa huru. Ndio maana unaona kuna kwenye hizi agencies there are so many monetary interests, including hizi financially, economic expansion in general. Hao wote na serve your purpose, kwa sababu walivyokuja hapa duniani walitengeneza social economics engagement, wakahakikisha wanawabana watu. Ndio maana kuna mtu leo ukimuuliza kati ya Mungu na Mungu huyo wa dunia ambaye anakupa chochote kitu, anakupa mikate, utamthamini mtu kwa kinywa? Atasema namthamini Mungu, atasema na mheshimu Mungu, lakini njoo kwenye utendaji halisi utamkuta anaanza kumtumikia yule Mungu wa dunia hii. Ndio naye wapofusha fikra zao. Kwa sababu ya nini? Ya uoga. This is the reason why if you are a coward, it is written in the book of Revelation kwenye kurasa za huku mbele from chapter 21 I think, where Jesus alipowaambia watu kwamba msubirie wale watakuwa tolerant, those who will endure to the last drop of their blood. Those who were thirsty, they will receive an access to do what? To drink from the spring of the water of life for free. This is among of the characteristics. Unapoenda kwenye kanisa lote, any taasisi, any institutions which is relating to spirituality, afu unaona watu wanakuchangisha vitu ambavyo vina maana. No, those are people who are not called. They called themselves to save their personal interests, including those fresh and carnal interests. That's the reason wanaviuza hapa kwa vipawa vya Mungu. Vipawa vya Mungu haviuzwi. So in those agents there are so many of them. This is the reason why kuna mahusiano gani mtu kukupatia pesa, kukupatia mkopo, kukupatia capital to run of your businesses, haihusianishwa na masuala ya kukufanya shoga. Hiyo ni Baphomet strategy. Not only that, they have been empowering women to ensure those women they stand ahead of men. Hiyo ni kuhakikisha ule mfumo jike unapanda juu, unakuwa juu ya mwanaume, just to distract God's order, because he is the one who said a man should be a head just like a Christ, he is a head. And we, all of us who are Jesus followers, converted to Christian faith, we turn to be a subordinate to him, and we are followers. So once mwanamke atakapokuwa yuko juu ya mfumo, what do you expect will happen? This is the reason nowadays you see a lot of young generations people, they have become so weak. Kuta mtu yuko ndani ya kanisa, mwanamke anamiliki uchumi, halafu eti yeye anamtumikisha. This is the reason why huwezi kusikia sauti ya Mungu kwa style hiyo. Once you are being possessed with the demonic spirits, including this Baphomet spirit, na kwa bahati mbaya hii spirit huwa haifanyi kazi katika majira ambayo wanadamu wengi mnaweza mkatarajia kuweza kuielewa. Linapitaga kama gari usiku linakokota roho kuanzia majira saa 8. Kuta linakokota roho. Na muda huo wewe ndio umeshatoka kulala na hilo lidem lako limwajuma siri nani ngala ndefu. Umeshachoka mbaya kabisa, wengine wamekunywa mapombe. Hapo spirit yako itakuweza kuwa awakened. How? Unakuwa umeshachoka. Kuta yule mwanamke lako ni Jezebel, kope liko huku, nywele ziko huku, lishakumnyonya ile energy yote. And you should remember, a man is he is an energy. Once you lack energy, you become just like a what? An empty gong. And any person who lacks spirits, just like what Jesus Christ said, wewe sasa utatuna mtu aliyekufa. This is the reason some of you are being partakers of what? You have been
You have been what? Saving the interest of Baphomet out of your knowledge. And from all I know, whether by your understanding or out of your knowledge, once you are saving anything you don't know, you become a part and a person of that demonic strategy. Whether you know it or you don't know it. Unajua au hujui, unakuwa save hizo purposes za shetani. This is the reason some of you will save thinking you are saving the altars of God the Father. At the end of the game, mtaambiwa mimi sikuwajua, toka hapa takataka mbwa nyinyi. Because you have been saving Louis V and the other brands you know, Gucci's and the demonic fashions you have been saving. Hiyo ni nini? Hiyo si Jezebelized. Kwa sababu all I know, Kaini baada ya kumua ndugu yake alienda kuoa watu gani? Walikuwa wapiga vinubi na walembo. Read your Bible. Instead of reading your Bible so that you read God's people in Elisha's way. Umekazana unasoma Biblia kwa ajili ukaonyeshe uwezo wa kipawa na Biblia unavyovijua. That is a claiming capacity. Anyone can do that. Even theologists do that. Do the same. Kipawa cha Mungu kinapimwa by the power of the spirituality you are. So etu claiming capacity, what are you saying? Go and dig information so that you lead the God's people to the right path. So mtu anakuja anafanya utumishi hapa, end of the day anaambia ulikuwa una save Baphomet spirit. How will you feel? I know some of men of gods who are pretending to be God's servant, but in reality they are not. They have been saving Gucci mines and those fashions you know. You find a man of God wearing those. So how do you have become a model and a demonic or a darkness agent of those spirits you have been imparting to young men. Lead them in the right path. You have been leading them to be associated with those kind of modelings. Watapata wapi pesa kununua hivyo vitu? Si ndio maana unaona wanauza matako. This is a reason they have been opposing God's order out of their knowledge, because who don't want to resemble his man of God, the one who is the role model of his own life. Everyone wants to wear those Louis V and the other stuffs. Now the question comes, where are we getting those money? This is the reason why you find so many people have been associated with Baphomet spirits. If you are a man, stand on your position. Be a man. Don't let those women control you. We know a lot of God's servants who are pretending to be God's servants, yet they have been controlled by women. You are foolish demon. Capital letter F. Foolish demon. To be a God's servant is not a joke. It's not a work that everyone could learn to. This is the reason why every man of God who were chosen by God the Father, they even reject it. Because it is a kind of very toughest job. You need to serve day and night. Some of men of God I know, like Apostle Niga, they don't even sleep 3 days to 5 days. Yet to search and dig some spiritual information. You are here sleeping day and night, big stomach. Are you suffering from nani? This what we call. Eh? Maybe you are suffering from diabetes. Is it diabetes or what? Obesity. Mm. So for now, I think we are done. I don't have to make a long video clip. If you have an understanding capacity, we are moving along, because I've been making a lot of video clips. And for now, let me give you holla to some of men of God who have been working with this. Ambao wamekuwa kitembea na hii neema. I'm giving holla to one and all, Apostle Niga, wherever you are, receive this congrats, because you have been making to a level whereby watu watakao kuwa kufuatilia hizi habari na injili ambayo uliobeba watakombolewa. Nampongeza Prophet Ikela, Peter Ikela, nabii wa miujiza. Lakini kuhusu hii doctor hapana. Hii masuala theological hapana. Mimi all I know, the kind of office you carry, labda hii prophetic. Bila kumsahau the founder of the Pool of Siloam, kanisa ris la Mungu Baba, under Baba Uzao. For now, if you want so many info concerning this,
Just visit. For more info, just visit the address I give you. I love you. See you next time. Remember, we are no longer kids. Just like the word says in Galatians chapter 4, verse 1, we are no longer kids. We are kings. Anything which is not godly, exclude me. How do we say it? We say it. If it is godly, if it is not godly, exclude me. I'm a king, I'm not a kid. I love you. Till the next time. Shalom.